na sare ya 1-1 kwenye sare ya 1-1 dhidi ya Pamba Fountain Gate, na leo wanaingia tena katika mchezo huu. Top scorer Maulid Mabad hayumo kabisa kwenye mpango kazi wa Coastal Union leo. Nafasi yake amechukua Mbaraka Yusuf Abeid. Kutoka timu ya vijana under 20 Shomari Musa Mponzi kwa mara ya kwanza anaanza leo katika kikosi cha kubwa ligi kuu NBC, lakini benchi lina under 20 wengine ambao ni Hassan May ambaye ameshacheza takriban mechi 2 za ligi kuu msimu huu, hii ya 3 katika uwanja huu na nyingine nyingi ikizicheza pale uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale Arusha, na mchezo mwingine ilicheza KMC Complex Dar es Salaam. Simfuko wako juu ya mabeki wao wa nyuma wanne, na mbele yao anacheza Kikoti. Haya, nafasi kwa Coastal. Maulid poteza nafasi ambayo ilikuwa ni clear kabisa. Maulid Shabani Juma, nyota wa zamani ya JKT Tanzania, anashindwa kuiandikia bao la kuongoza Coastal Union. Wajaribu wakati mwingine tena, sasa ngoma imegoma. Aliichota sana ile. Maulid Shabani Juma, Maulid ameikata kwa Aidan Erasmus, tabukiza kwa Mbarak, ni goal kick. Nafasi nyingine tena hii ya majaribu kwa Fountain Gate. Miraj Abdallah amekewa tena. Miraj, mwamuzi anasema ni foul na anajisearch kutoa kadi ya kwanza ya njano katika mchezo huu inatoka. Tambi alikwenda kumzonga Miraj Abdallah Hassan na amechukua yellow. Amos Chance Kadikilo amepita nayo. Mwamuzi anasema hapana, hiyo ni foul. Kadi ya njano inatoka kwa Lamek Elias Lawi. Huyu hapa. Pana shaka tafsiriwa kwamba mpira ambao angeweza kucheza kwa kichwa ulitumwa mguu. Haya, Baraka anatumbukiza cross ile, nafasi kwa Coastal lakini anakaa imara Fountain Gate. Kadikilo ameiweka kwenye njia kumtafuta Haruna, lakini mpira umekwenda mpaka nje ule. Inakuwa ni faida ya Coastal Union pasina shaka. Lucas ametumbukiza ile mpira, ni goal kick. Mwamuzi anasema pengine ni foul imechezeka mpira kwenda nje ule. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika kutokea CCM Mkwakwani. Ni ligi kuu ya NBC. Wako nyumbani Coastal Union, wageni ni Fountain Gate. Anangoja kibali cha mwamuzi Siaka Mwalile. Yes, na safari ya dakika 45 za kipindi cha pili inaanza namna hiyo. Coastal Union dhidi ya Fountain Gate, mchezo wa ligi kuu ya NBC. Wameanza kwa kasi sana Fountain Gate. Mwampangama bado anao nafasi ya kufanya jambo tena. Fountain Gate wameanza kwa kasi mno. Mponzi, ni goal kick, lakini haijawa bahati. Alishindwa kuconvert mpira ule utwame kwenye wavu. William Edgar Mwampangama ukagonga mwamba. Haya, Lucas Almeida na Nia Kikoti anauseti mpira ule. Iko ni kwa achia mkwaju ule na imepita. Aidan alikuwa anajaribu kufanya jaribio la kuweka mpira kwenye kamba, lakini haijawa hivyo ambavyo alitaka iwe. Bakari Suleiman yuko ndani ya box. Bakari anaingiza cross ile, mpira mwamuzi anafunika mkwaju wa penalty. Isiaka Mwalile anasema hiyo ni penalty, na mwamuzi ametafsiri kwamba kilichotokea Msimu aliingiza crossi na mwamuzi akasema ni mkwaju wa penalty. Anaifunika ile. Msimu alipoingiza ile cross, ule mpira ulitangulia kutoka kwenye mguu. Lucas
Lucas Almeida anania kikoti, anaonjesha utamu wa Tanga Fountain Gate, anaonjesha safari ngumu. Almeida anania kikoti, water penalty. Jitihada za Rashid Ibrahim Haruna hazijazaa matunda katika kukabiliana na mkwaju huu ambao umekwamishwa kwenye kamba na Lucas Almeida anania kikoti. Mwamuzi anasema nothing. Boli endelee, na yuko chini mchezaji wa Fountain Gate akigagaa kwa maumivu. Fountain Gate, Mwampangama ameikuta. Mwampangama yuko ndani ya box. Mwampangama amewekwa chini, amewekwa chini Mwampangama. Isiaka Mwalile wako chini ya wachezaji wawili. Kiangalia namna ambavyo imechezwa, mpira ulikuwa ni miliki ya Mwampangama, lakini alikwenda. Wana flow sasa kutafuta bao la pili pengine. Seti mpango ule, achia mkwaju ule ambao kamata golikipa Rashid Ibrahim Haruna. Ilikuwa jaribio zuri, lakini hesabu zimekuwa mbovu. Kadi ya njano imetoka kwa golikipa wa Coastal Union kwa kupoteza muda. Chuma Ramadhani mgeni. Wakati wote kutokea sasa, boli itakuwa inamalizika. Yes, ni siku nzuri kwa Coastal Union. Alama 3 muhimu zimebaki nyumbani, wakikwea nafasi 2 kwenye msimamo wa ligi, kutoka nafasi ya 10 mpaka nafasi ya 8. Wataendelea kubaki nafasi ya 14 Fountain Gate. Ulikuwa ni wakati wangu Gwa Lugano, mwaka robo dakika 90 timilifu. Coastal Union 1 Fountain Gate 0.